tena na fimbo, lakini tumeshimama na sisi na silaha, kwani nguvu ya Mnyarwanda ni silaha, na sisi tumekamata silaha na tumekamata kalamu. Tutapambana kwa diplomasia na tutapambana kwa silaha. Asante sana. Naam, nisema asante tena mpenzi mtazamaji wa Global TV. Tumaini kwamba ni mzima wa afya kabisa. Mnazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, katika tarafa la Uvira. Leo hii tarehe 23 za mwezi huu mwaka wa 2026, ambako mpaka wa Kongo pamoja na Burundi wameweza kufungua milango yake rasmi katika siku ya leo kwa ajili ya kuweza kuanzisha shughuli zao za mipakani, ili watu ambao wanaofanya biashara na bidhaa tofauti katika pande zote mbili kuweza kurahisisha kutumika makazi yao kama vile kawaida. Duru zetu zaeleza kutokana na mheshimiwa gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, ambaye ameweza kusisitiza hilo, na baadhi ya wakaaji wengi ambao wametoka Burundi wameweza kushuhudia kwa ya kwamba mipaka ya Kongo na Burundi imeweza kufungua milango yake rasmi na kuweza kuanza kazi katika mji wa Uvira pamoja na mji wa Gatumba huko Burundi pamoja na Kongo. Na tujielekeze huko milimani nyanja za juu, ambako mapambano makali yazidi kuripotiwa katika maeneo ya Lemera na katika maeneo ya Karingi pamoja na Minembwe, ambako duru nyingine zinasema ya kwamba katika kijiji hicho cha Minembwe ambacho kinapatikana katika sekta ya Lulenge ndani ya tarafa la Fizi, ambako duru zinasema ya kwamba jeshi la serikali la FARDC limeweza kuzunguka kijiji hicho cha Minembwe, huku wakiwa katika vijiji kando vya Minembwe kama vile Karingi na maeneo mengine, ambako wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo wakizunguka kijiji hicho cha Minembwe, huku wakiwaambia waasi wa Ngomino Twirwaneho ambao wamejiunga na waasi wa jeshi la M23 kuweza kujisalimisha pamoja na bunduki zao, huwa wakijificha kwenye majumba yao. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ndicho ambacho kimeweza kutokea katika maeneo hayo. Na huko Lemera ambako mapambano makali yaripotiwa katika siku hizi mbili katika tarafa la Uvira nyanja za juu za Lemera, duru zinasema ya kwamba jeshi la FARDC pamoja na wazalendo limebahatika kuweza kukomboa kijiji hicho cha Lemera ndani ya mikono ya waasi wa M23, huku wananchi wengi wa maeneo hayo wakifurahishwa na kitendo ambacho serikali imeweza kuonyesha mkono wake wa nguvu kuweza kukomboa kijiji hicho ambacho kilikuwa kimeunganisha njia ya kupitisha adui kutoka maeneo ya Lufungi pamoja na Sange na kujielekeza katika maeneo ya Minembwe kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu na moto kwa jeshi la taifa FARDC. Lakini raia wengi wamefurahishwa na kitendo hicho kwa kufungamanisha njia hiyo ambayo ilikuwa wazi katika mikono ya wahasi wa M23. Na huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako baadhi ya vijiji vingi kama vile kijiji cha Katoi kinachopatikana pembezoni mwa mji mkuu wa Butembo huko maeneo ya Kivu Kaskazini imeweza kukombolewa na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Tubaki huko hivyo maeneo ya jimboni Kivu Kaskazini, takriban bunduki 500 ambazo zimeripotiwa kuchukuliwa na jeshi la FARDC katika mikono ya wahasi wa M23 kama vile ADF nalo pamoja na jeshi la wahasi wa M23. Na pia tuende kukamilisha habari yetu mpenzi mtazamaji na maeneo ya huko Kavumu, ambako tarehe 22 za mwezi huu mwaka wa 2026 katika maeneo ya Kavumu ambayo inapatikana takriban kilomita 30 kutoka kwenye mji wa Bukavu, na maeneo hayo ambayo ni mji ambao unapatikana uwanja wa ndege unaoelekea katika mji wa Bukavu, imeweza kuchukuliwa na jeshi la taifa la FARDC pamoja na wazalendo katika maeneo hayo ya Kavumu, na huku mateka wengi kuweza
kutekwa na kushikwa katika uwanja wa vita na jeshi la taifa la FARDC. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal, na kutangazia ndani ya Global Vibe TV. Na mengine mengi, mpenzi mtazamaji, upate kusubscribe channel yetu na kuweza kucomment na kushare ili upate kuwasambazia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.